بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Mambo mawili. Jambo la mwanzo, alhamdulillah kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tumepata mgeni huyu kutoka biladi al-haramain sharifaini, al-akhi al-sheikh Abu Basil Muadh, ambaye tuko naye, tumempokea jana kutokea Saudi Arabia. Tuko naye hapa ambapo kwa zile ratiba zake atasimamia swala zote katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tutakuwa naye mwezi mzima. Hivyo hivyo baada ya alfajiri tutakuwa na darasa katika masala ya akida, ikianzia na kitabu cha usuli thalatha. Baada dhuhuri tutakuwa na darasa ya tafsiri al-Qur'ani. Baada dhuhuri tafsiri al-Qur'ani, kisha atarudi tena kabla ya Isha. Kabla ya Isha atakuwa na masaili ya Ramadhani, mambo mbalimbali yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa wakati wa alasiri tutakuwa na durusi za mashekhe wengine mbalimbali ambao watapokezana wakati huo, lakini yeye yakitoka dhuhuri atarudi tena kubela al-Isha. Kwa tutakuwa naye katika muda wote huo, na baadhi ya nyakati atatoka kwenda katika misikiti mbalimbali ili ambayo tutapata fursa ya kwenda kufanya mawaidha na da'wa ila Allah tabaraka wa taala. Kwa huyu ndio mgeni wetu ambaye tuko naye toka jana na ameingia jana. Umeona alipoingia tu moja kwa moja akawa nasi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kheri kwa juhudi yake hii anayoifanya. Allah amjazie fi mizani hasanati. Jambo la pili, kuhusu kuhudhuria msikitini. Kuna baadhi ya vijana hasatan kipindi watu wanaswali wao wanakaa kule nyuma. Sasa jambo hilo hatuliruhusu hapa. Watu wakiingia msikitini wanatakiwa waswali. Kama mtu ana dharura basi aende juu au atoke nje barazani pale. Kuliko kama wamepangana vijana kuanzia miaka 14 mpaka 18, huyu ana simu, huyu ana msaafu, huyu ana kadha. Tumekuja wakati huu wa swala ya Isha na tarawih. Kwa kutakuwa na vijana wanapita hapo ambao ni walinzi wetu. Kwa hiyo mkuta mtu huyo atamkumbusha na kumnasihi kwamba aingie kwenye swala, au kama ameona swala imechoka basi atoke nje. Sasa shida inayokuja, hamna hata mzee wala mtu mzima labda miaka 35 au 40, wote shababi ambao wao ndio wanacheza mpira dakika 90, lakini kusimama kwenye tarawih wanakuwa kama vile wamebemendwa. Hii si sawa. Inatakiwa shababi ndio wana nguvu kuliko watu wazima. Sasa inakuwaje shababi wadogo miaka 15, 16, 17, 18 miguu yao haina nguvu kama vile wamebemendwa? Inakuwa hii si sawa. Kwa hiyo hii ni tahadhari na nasaha kwa vijana wetu. Vijana, simameni, tekelezeni ibada. Ni kheri hii kupata fursa ya kutekeleza ibada katika miaka hii, miaka 15, 16, 17. Allah ikikupa miaka 90 utakuwa umeswali tarawih ngapi? Itakuwa nyingi mno, na ni kheri kubwa ambapo wazee wenu wengine wanajuta, kwa nini na mimi katika umri mdogo sikuwa mwenye kufanya ibada. Kwa fursa hii itumieni vyema. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad.